na kama inawezekana wengine wakadhani kwamba kuna nguvu iliwahi kutumika mahali, kwenye kikao hiki nataka nikuthibitishie yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani. Kwa maana nguvu yenyewe halisi ya ulinzi wa amani itaanza kujionyesha taratibu kadiri mtu mwenyewe anavyokuja kwetu. Na kwa bahati mbaya sana, nguvu ambayo huwa inatumika katika kulinda amani wakati fulani huwa ni ya kawaida. Sasa nimeona pengine kwenye kikao hiki nije pia niwaeleze kwamba nguvu ambazo zitaendelea kutumika katika kulinda amani pengine inawezekana haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chote. Watu kudai haki ya ndugu zao kuishi, miili ya ndugu zao iko wapi? Ni chokochoko. Uhai wa watu ni chokochoko. Ila wewe kula mali za damu, mishahara ya damu, posho la damu ndio amani? We nyoka kabisa wewe, shetani kabisa wewe. Watu kudai uhai wa watu wao, miili, acha uhai, miili ya watu wao waliopotezwa, waliouawa, ukaita chokochoko. Na nahisi hata vyombo vya usalama, baadhi ambao mumeua ndugu zao kwa kujua, ndugu zao kwa kutokujua, na wale wachache ambao utu una thamani kuliko cheo, kuliko fedha. Nahisi vikauli kama hivi vya Chalamila vinawaumiza sana, na at any time wapo watakaochukua hatua kinyume na iliyotegemewa. Kauli kama hizi za kina Chalamila na zikitolewa na mtu kama Chalamila zinatufanya tuliouliwa ndugu zetu tujisikie kutoka kwa hasira kali, kwa sababu ni vyema ujue hizi kauli zina faida kubwa sana, zina faida kubwa kwa tunaokuwa tumeuliwa ndugu zetu, kwa waliouliwa ndugu zetu. Zina faida kubwa hata kwa majeshi. Nisikilize vizuri, kwa sababu tuliofiwa, ambao ndugu zetu mmewaua, kwanza kabisa ujue hatuoni maana ya kuishi. Wengi wetu hatuoni maana ya kuishi. Utakapokuwa unasema utatuua, una adhabu, nguvu inayotumika ni ndogo, ipo yenyewe mnaweza kutumia. Hakuna nguvu kubwa inayoweza kutumika zaidi ya kifo. Na kwa taarifa yako Chalamila na wanaokutuma, fahamu kwamba wengi wa ambao mmeua ndugu zetu, kifo kwetu ni kinua mgongo na posho la maana sana. Kwa hiyo unapofika mahala kuonyesha silaha yako pekee ili uliobaki nayo, na raha yako pekee, sehemu unayopatia raha ni kuwaua tu wanaodai haki ya uhai wa ndugu zao. Na ukumbuke, cha kwanza kabisa kinachofanya watu waseme hili na lile, wachukua hatua hizi na zile, zikiwemo kuandamana, cha kwanza kabisa ni uhai wa ndugu zao, wa ndugu zetu ambao mwanzo mliwateka na kuwapoteza, wakajitokeza baadhi kudai haki ya uhai wa ndugu zao, mukawashuti, mukaua idadi ya kutosha, na mukaendelea kuua. Sasa mnasema kule kuua kule, ile nguvu ilikuwa ndogo. Brother, alimada mmebaki na silaha ya kuua tu, tafsiri yake mmeishiwa silaha. Na anakujulisha hizi kauli na mnao mtuma Chalamila, hizi kauli zinaamsha, zinafanya na waliokuwa melala waseme no, kwanza hao wameishiwa silaha, kwa sababu hatuoni maana ya kuishi Chalamila. Usije
mkafanikiwa na hilo kundi lako na akina Abduli, mkafanikiwa kuniua kama mimi, mukadhani yani mumefanya jambo kubwa la kukomoa. Hapana, mtakuwa mmenipumzisha sana kwa sababu ya maumivu mnayokuwa mmetusababishia mimi na wengi mliowaumiza kama mimi mlivyoniumiza. Na nahisi hata vyombo vya usalama, baadhi ambao mumeua ndugu zao kwa kujua, ndugu zao kwa kutokujua, na wale wachache ambao utu una thamani kuliko cheo, kuliko fedha. Nahisi vikauli kama hivi vya Chalamila vinawaumiza sana, na at any time wapo watakaochukua hatua kinyume na iliyotegemewa, kinyume kabisa na iliyotegemewa. Wapo watakaochukua hatua, kwa sababu nikuhakikishie, msijidanganye kwa kile mnachojua. Askari ni binadamu ambao hawana ubinadamu kabisa, hawana utu kabisa. Yani yeye ni wa kuagizwa tu, kutumwa tu, kaue 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 kaue, na kila anapoua kwake ni kazi ya askari. Hapana. Asilimia karibia 95-98 ya askari wetu, mafunzo yote mnayowapa hayaondoi utu na ubinadamu ndani yao. Bado akiua mtu, ile damu inakuwa ndio inayotembea kichwani mwake, hasa anapomuua mtu kwa kutumwa, kwa kushinikizwa. Kabla sijamaliza jambo la mwisho, nikwambie Chalamila na mtu mwingine yote anayekutuma, ni vema ufahamu kwamba asilimia kubwa ya vingunge wenye akili kwenye maeneo kama haya wajitokezi moja kwa moja kuwa ndo kirimirimi, kiroporopo, kwa sababu wanafahamu kuna ambao akili azimo kama wewe, kuna ambao akili azimo kama wewe. Na unapofanya hicho wewe na mwingine yote, hawa vijana hawa kina Kenani hawa na kina Makonda na wengine wote, mnapofanya hicho, wengi mupo mnaohisi hawa watu tutawaambia ilikuwa ni kazi, tulikuwa tunatumwa tu, ilikuwa ni kazi, tulikuwa tunatumwa tu. Sasa lakini ukweli na sisi tuna huruma, hatupendi hayo mabaya. Nataka nikufahamisha Chalamila, unafahamu kwa nini wengi wale wanaojiona ndo viranja hawawi mbele kutoa matamko hayo, wanakutumilizia mtu kama wewe. Na wafahamu aina ya watu waliotajwa kuwa wabaya zaidi na walisababisha madhara zaidi duniani, walitumwa tu, walikuwa wanafanya kama mizaa tu, kama kulinda viajira vyao tu, kama kusema tu, lakini hawamaanishi. Wao wenyewe wana huruma, wao wenyewe hawapendi yanajitokeza. Mabaya yote yanayosababishwa humu duniani, asilimia kubwa, watu wanaoyachochea, watu wanaoyasimamia, watu wanaoyafanya, basi wanatumwa tu. Wao wanajiona wana moyo mzuri. Moyo mbaya, miongoni mwa mioyo mibaya, namba moja ni mioyo iliyo tayari kutumiwa kwa mambo mabaya. Ni askari, anaenda tu kuua, anatumwa tu. Ni wewe unaitwa waziri, unaitwa mkuu wa mkoa, unaitwa mwenezi wa CCM, yani si mapenzi yako, ila yani yule anayekubali kutumwa, huyo ndo mbaya mara mbili yake. Hao ndo waliosababisha madhara yote tunayoona duniani. Hao ndio wanaokuwa wa kwanza kuwajibishwa, kutafutwa, kuumizwa in case kumetokea suluhisho. Basi moja ya viumbe wabaya zaidi ni wale waliokuwa na kubali kutumiwa, kwa sababu ilikuwa ndo njia, waliokuwa na hakikishiwa kacheo waliko nako au zaidi ya hako au posho wanayopata. Kwa hiyo Chalamila, ungekuwa na ndugu, mke na ndugu ambao unaweza kuwa unawasikia
wangekushauri kwamba ungeachana na hicho kimkuu wa mkoa, yatoshe ulioyachochea, ulioyawezesha, ulioyasaidia. Lakini kwa kuwa ni sikio la mbuzi nasikia ukiwa kwenye sufuria, brother, komaa, endelea, komaa. Ila nimekujulisha alimadamu silaha inayokuwa imebaki ni ya kifo. Hamna silaha kubwa. Unavyosema hivi ndio inaonekana kabisa kwamba ala, kumbe ndo wameishiwa, hawana mbinu nyingine, mbinu pekee ni ya kifo. Watu kudai haki ya ndugu zao kuishi, miili ya ndugu zao iko wapi? Ni chokochoko. Uhai wa watu ni chokochoko. Ila wewe kula mali za damu, mishahara ya damu, posho la damu ndio amani? Wewe nyoka kabisa wewe, shetani kabisa wewe. Watu kudai uhai wa watu wao, miili, acha uhai, miili ya watu wao waliopotezwa, waliouawa, ukaita chokochoko. Charamila, na kusitiza tena ya kwamba watu ambao tumeuliwa ndugu zetu kabisa, hatuoni maana ya kuishi, hatuoni maana ya kuishi. Na ukiona pengine hatujachukua hatua fulani kubwa, watu hawa hawajachukua hatua fulani kubwa huko mitaani, inawezekana ni mawili: hamjaua idadi ya kutosha ambayo watachukua hatua kubwa sana, au hamjamuua yule ambaye watachukua hatua kubwa sana. Kwa hiyo kazaneni, ongezeni bidii hiyo ya kuona hivi tulivyoua, bado tuna ajenda na akili ya kuua kuliko hivi. Hizi ni rasharasha, yani mafunzo. Mjitahidi, endeleeni kuua. Ipo idadi. Najua Watanganyika hawachukui hatua ambazo zitabadili kila kitu. Idadi haijatimia. Kwa endeleeni kuchemka, endeleeni kujinasibu kwamba mnafikiria kuua sana, ndo yani hizi kuua mnakoua ni kudogo sana. Endeleeni. Mtaua idadi ambayo watu sasa watakuja mbele ya bunduki, au katika kugusagusa huku mnakogusagusa kuua, mtamuua mtu ambaye watu watakuja mbele ya bunduki. Na inawezekana amu hii damu itakuwa nzito kuliko risasi, bunduki itazima, na watu mfano wa wewe Chalamila na wote walionufaika kupitia hako na kohisi ka ujasiri, basi posho lolote, heshima yoyote, chochote ambacho walinufaika nacho kitawatokea puani. Mwisho nimalize kwa kusema, naomba mwelewe, hata kama vitisho vyenu vitafanikiwa kufanya hali ya mambo ionekane mmeheal the nation, mmetuliza nchi, mmewalazimisha wanaotaka na wasiotaka wakae mnapotaka, mnavyotaka. Chalamila, mimi ni mtu wa Mungu, na wanaokutuma na walio nyuma, walio pamoja na wewe, na wanaounga mkono sera ulio nayo, nikujulishe, Mungu yuko. Mungu, hata kama ni vizazi na vizazi ukatili umefanyika, unasoma, ulikuwepo ukatili zaidi ya huu mnaofanya nye, Mungu yuko brother, Mungu yuko. Wakati mwingine ikifika mahala watu wamechoka, wamefika mwisho ile mwisho, sasa naona kiukweli karibu hakuna cha mwanaharakati, hakuna cha nani, wamefika mwisho. Mungu yuko na atafanya kwa njia
mnayodhani na msiodhani kabisa. Mungu wainua wabaya kwa siku ya ubaya. Una uhakika tu kabisa Charamira, katika nyie mnaoigiza ubaya, wako watakaowafanyia ubaya ili walipize kisasi kwa niaba ya wale mliodhani mliwadhibiti. Mungu yuko brother, na uweze kufahamu hiki cheo. Mimi niliongeaga mwanzoni kabisa 2021 nisema miongoni mwa watu mlioingia kwenye mkosi mkubwa ni wale mliopata tu vyeo. Kumbuka Charamira, ukiwa Kagera uliongea lugha fulani ya kunikejeli na ilibidi niisaishe, na ndipo niliposema mliopata tu vyeo kwenye utawala huu mna mkosi. Familia zenu na watoto wenu watajua mlikuwa na mkosi. Hii ni laana, ni laana kubwa sana, na uzao wako, jamii yako watajua mlilaanika sana. Enawe nimalize kwa kuhakikishia, silaha pekee ya kifo ambayo inaonekana mmebaki nayo haitoshi kuhakikishia usalama. Haitoshi, ni silaha dhaifu sana, hasa kwa kuwa mnaendelea kujihamasisha kwamba mtaitumia vizuri. Inasubiriwa idadi tu ya mnaotaka kuwaua ifike. Anasubiriwa mtu mmoja kati ya wengi mnaowaua, mmoja atapelekea watu waamue maamuzi ambayo yatakushangaza sana. Jeshi, vyombo vya usalama watakuja kuamua maamuzi. Charamira na kundi lako mtashangazwa sana. Mungu atakuja kuwa surprise na kufanya kuruhusu jambo likafanyika. Charamira na wote ambao ni wepesi kutumiwa kama tumzaa, kama tu kuponya kazi zenu, itawashangaza sana. Niamini mimi, niamini maneno haya. Hongera na asante kwa kunisikiliza.